Mungu, tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachosema jifunze kugeuza laana. Jifunze kugeuza laana kuwa baraka. Jifunze kugeuza laana kuwa baraka kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Jifunze kugeuza laana kuwa baraka, kuwa baraka kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Na leo ikiwa ni siku yetu ya 7, na tunaendelea kujifunza sasa na kuangalia kwenye maandiko mbinu tofauti ambazo Mungu ametuwekea kugeuza laana kuwa baraka. Na tulianza kuangalia kwenye kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Pili, ile sura ya 7, kuanzia ule mstari wa 12. Kuanzia mstari wa 12 hata ule mstari wa 14. Mstari wa 12 mpaka ule mstari wa 14. Lakini ule mstari wa 14 anaelezea juu ya ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Nitawasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Tokea kwenye ule mstari wa 13 na mstari ule wa 12 anapoelezwa Sulemani na Mungu kama atalaani nchi, atalaani watu. Nini unatakiwa kufanya kwa ajili ya kugeuza hiyo laana kuwa baraka, kuwa baraka? Na katika njia ambayo Mungu ametuwekea, ambayo tunaendelea kuiangalia, ni njia ya watu walioitwa kwa jina la Bwana kumrudia Bwana na kujinyenyekeza kwa Bwana, kumrudia Bwana Mungu kwa toba, kumrudia Bwana Mungu kwa toba. Na tulianza kuangalia ndani yake kwenye hiyo toba, kwenye kumrudia Mungu kuna dai kujinyenyekeza, na tuliangalia kwa kina kwenye maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tutaangalia jambo la pili. Maana pale Mungu anamwambia Sulemani, alimwekea mambo manne. Jambo la pili analolisema pale, anasema na kuomba, wakijinyenyekeza na kuomba. Kwa maana hiyo unaweza ukajinyenyekeza usiombe. Na mwandishi hapa anasema wakijinyenyekeza na kuomba. Maana yake sio tu kujinyenyekeza peke yake, lakini kujinyenyekeza ambako ni utangulizi ambako kuna dai pia kuomba Mungu. Na ndio maana anasema wakijinyenyekeza na. Maana yake kujinyenyekeza peke yake haitoshi. Unapopata neema ya kujitambua kwamba Mungu ameniona, ameniita katika hali ya unyenyekevu, maana kuna pewa hatua ya pili, na unaitwa hatua ya pili ya kuweza kuomba. Na ndio maana nasema wakijinyenyekesha na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tena Bwana Yesu asifiwe. Na msisitizo wa kuangalia kwa nini kuomba, na kuna nafasi gani ya kuomba kwa Mungu, na tunaombaje. Mbinu moja wapo ambayo Mungu ametuwekea ya kuomba, anaposema tuombe kwenye kugeuza hiyo laana kwa baraka, tunatakiwa kuombaje? Na tunatakiwa kuomba nini? Ukiangalia kile kitabu cha Luka mtakatifu, ile sura ya 22, kitabu cha Luka ile sura ya 22, Luka mtakatifu ile sura ya 22, ukianzia ule mstari
wa 39. Kianzia ule mstari wa 39. Luka mtakatifu ile sura ya 22. Ile sura ya 22. Sura ya 22. Kuanzia ule mstari wa 39. Ule mstari wa 39. Hata ule mstari wa 46 mpaka ule mstari wa 46. Mpaka ule mstari wa 46. Mpaka ule mstari wa 46. Alafu tutaangalia ile Luka 23. Ile Luka sura ile ya 23 mstari ule wa 34. Luka 23 na ule mstari wa 34 na ule mstari wa 34. Neno la Mungu kwenye kile kitabu cha Luka 22:39 anasema, akatoka akaenda mpaka mlima wa Mizeituni kama ilivyokuwa desturi yake. Wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Alipofika mahali pale aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba. Akapiga magoti akaomba akisema, e Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Bali yako yatendeke. Ule mstari wa 43 anasema, malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki, akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka nchini. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki, akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka nchini. Alipoondoka katika kuomba kwake, akawajia wanafunzi wake, akawakuta wamelala usingizi kwa huzuni. Akawakuta wamelala usingizi kwa huzuni. Akawaambia, mbona mmelala usingizi? Ondokeni mkaombe. Mbona mmelala usingizi? Ondokeni mkaombe, msije mkaingia majaribuni. Ondokeni mkaombe, msije mkaingia majaribuni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tena, Bwana Yesu asifiwe. Angalia kile kitabu cha Luka 23. Twende ile Luka 23. Alafu nitarudi kwenye haya maandiko nikueleze napoweka msingi wa pointi kwa nini Mungu anapotaka kugeuza laana na kuwekea kitu cha kuomba atahitaji uombe. Atahitaji uombe mwenyewe, sio kuombewa. Wewe uombe. Amen. Hallelujah. 23 ule mstari wa 34. Ule mstari wa 34 anasema, Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawana mavazi yake, wakapiga kula. Wakagawa mavazi yake, wakapiga kula. Angalia msisitizo 34a anaposema Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tena, Bwana Yesu asifiwe. Alafu tuangalie na kile kitabu cha Wagalatia ambacho tulikiangalia jana, ili ninapokuletea hili andiko la Luka 22 kuna vitu ili upate muunganiko na kuelewa. Tutaona pia kitabu kile cha Wagalatia. Tuone pia kile kitabu cha Wagalatia ile sura ya 3 mstari wa 13. Mstari wa 13 na ule mstari wa 14 na ule mstari wa 14. Maandiko nasema, Kristo alitokomboa katika laana ya torati
kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwaye juu ya mti. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwaye juu ya mti. Angikwaye juu ya mti. Amelaaniwa kila mtu angikwaye juu ya mti. Ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Ili kwamba tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Inua kichwa chako, naomba unisikilize kidogo. Naomba unisikilize kidogo. Habari ambayo tumeanza kuona kwenye kile kitabu cha Luka 22 ni kitabu ambacho kinaeleza habari za Yesu. Na habari za Yesu wakati muda wake umekaribia wa kwenda kuteswa na kuendea msalaba. Kuendea msalaba. Kwa nini? Kwa sababu siku ya kwanza nilipokuwa ninakueleza, Yesu alipitia hatua 3 za kiukombozi kukamilisha ukombozi na wokovu wa wanadamu. Nilisema kulikuwa na hatua ya kwanza ya Yesu kuzaliwa, kulikuwa na hatua ya Yesu kuendea msalaba, kulikuwa na hatua ya Yesu kufa na kufufuka na kuketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba. Naomba nisikilize, itakusaidia. Na Yesu alipomaliza hatua ya kwanza, tunaona kwenye hiki kitabu cha Luka 22, Yesu anaenda mbele za Mungu na akiomba watendakazi wanafunzi wake wamsaidie kuomba, Petro na Yohana na Yakobo. Kwa ajili ya nini? Hataki kwenda msalabani. Anasema, Baba, ikikupendeza kikombe hiki kiniepuke. Maana yake hataki kwenda msalabani. Kwa nini? Kwa sababu pale msalabani ndipo palipokuwa na hatua ya kutukomboa na kutuokoa toka kwenye laana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanatueleza kwamba haikuwa rahisi Yesu kuendea msalaba. Anamuomba Mungu ili amsaidie na amruhusu asiuendee msalaba. Anasema, ikiwa ni mapenzi yako kikombe hichi kiniepuke. Kikombe kipi? Msalaba ulio mbele yake. Hataki kuendea msalaba. Lakini anasema, ikiwa ni mapenzi yako, sivyo nitakavyo mimi, bali mapenzi yako. Mapenzi yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nasema haleluya, haleluya. Haleluya tena haleluya. Kwa maana hiyo, kitu ambacho Yesu anaeleza hapa, anaeleza hatua anayoiendea kwa ajili ya kugeuza laana za watu, sawa na Wagalatia 3:13. Anasema tunakombolewa na Yesu. Kwa nini tunakombolewa na Yesu? Kutoka kwenye laana ya torati kwa njia ya msalaba. Kwa maana hiyo, Yesu ilikuwa lazima achukue laana yetu na ageuze hiyo laana yetu kuwa baraka. Wapi? Msalabani. Na maandiko yanasema wakati Yesu anataka kuendea msalaba, anagoma. Na kitu ambacho kilimsaidia Yesu, alienda mbele za Mungu kuomba. Na alipokuwa akiomba, yale maombi yalikuwa ni maombi ya kutaka maombi au mapenzi ya Mungu ili kikombe kimwepuke. Maandiko yanasema Yesu alipokuwa katika kuomba, Mungu akamwagizia malaika. Mungu akamwagizia malaika, akamtia nguvu. Kwa nini anamwagizia malaika? Yesu aliishiwa na nguvu. Na ndio maana malaika alikuja kumtia nguvu. Kwa nini anamtia nguvu? Ili aendelee kuomba. Haleluya. Haleluya. Kwa nini? Maana maandiko yanasema malaika alipokuja alimtia nguvu. Yesu akazidi kuomba sana kwa kuwa alikuwa katika dhiki. Maana yake kuna hali fulani Yesu alikuwa nayo ambayo ilimfunga kule ndani, kiasi kwamba ulimwengu haumruhusu Yesu kwenda msalabani. Kwa nini? Maandiko yanasema, maana imeandikwa, kila anayekufa pale msalabani, angukaye msalabani, amelaaniwa. Ulimwengu unasema, Yesu wewe ni mwana wa Mungu, hauna makosa, hauna laana, huwezi ukaenda msalabani. Yesu anagoma kwenda msalabani. Mungu anasema, no, hauendi kwa ajili yako, nenda kwa ajili ya watu wengine.
Unaenda kwa ajili ya mama aliyeko Runasi, unaenda kwa ajili ya baba aliyeko Runasi, unaenda kwa ajili ya taifa, unaenda kwa ajili ya watu wangu waliokwama kwenye laana. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Kitu kilichomsaidia Yesu ni alipozidi kuomba. Maandiko nasema alipozidi kuomba damu ikapatikana. Ile damu ilipopatikana nasema ikadondoka hata nchi. Kwa maana hiyo damu ilipomwagika mpaka nchi, maandiko nasema Yesu akaondoka. Kwa maana hiyo kitu kilichokuwa kinahitajika kwa njia ya maombi ni damu ya Yesu, ambayo haikupatikana mpaka Yesu aombe. Kwa ajili ya nini? Ili ulimwengu upate kumwachilia, nchi imwachilie Yesu aende msalabani. Sasa Yesu anatoka pale, anaendea wanafunzi wake, anakuta wamelala kwa huzuni. Cheki, hao wanafunzi wake wamelala lakini wakiwa na huzuni. Si umeona tulikotoka jana? Manake kulikuwa na mwito ya kwamba ninyi mnatakiwa kuomba. Ukiona kitu cha huzuni, manake kinakuletea jambo la kutaka uchukue hatua ya kuomba ili mabadiliko yapate kutokea. Wao wamelala, wana huzuni, wamelala, hawaombi. Yesu anasema ombeni. Kwa nini? Huzuni mlio nayo ni mtaji mbele za Bwana. Kwa nini? Mungu anataka kuona, Mungu anataka kukutana na watu ambao wana huzuni. Anasema ombeni ili msiingie majaribuni. Maana tumieni huzuni mlio nayo kuomba mbele za Mungu aliye hai, kugeuza mazingira ya majaribu yaliyo mbele yenu. Maana kila mmoja hapa kuna mabaya yatamkuta. Maandiko nasema Yesu anapowakuta katika hali ile hawawezi kuomba ila wana huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tena Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo ili kugeuza laana kuwa baraka, au laana ipate kukuachia, kama ambavyo Yesu ilimbana ya kwamba huwezi ukaenda msalabani, kitu kilichomsaidia ni kuomba kwa nguvu mpaka damu ilipopatikana. Ile hali ya kumkamata ya kikwazo ikamwachia. Amen. Nasema amen. Ilidai maombi. Ilidai maombi. Sasa cheki, kwa nini nimekuonyesha haya maandiko? Kitu ambacho Yesu alikuwa anaomba pale, anasema Baba, ikiwa ni mapenzi yako, ikiwa ni mapenzi yako, ikiwa anaomba kikombe hichi kiniepuke, walakini si mapenzi yangu wala mapenzi yako. Maana yake anajaribu kusema nini? Anajaribu kusema mimi kwa kweli siko tayari kwenda msalabani, siko tayari kubeba msalaba, siko tayari kufa msalabani, lakini ninaomba unisamehe tu, unisamehe kwa kuwa mapenzi yangu nimechoka, siwezi nikaenda msalabani, lakini mapenzi yako yafanyike. Lakini mimi kama mimi nimechoka, siwezi nikaenda msalabani. Unaelewa kitu ninachokisema? Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Mungu alimtia nguvu. Kitu kilichomsaidia, ninarudia, ni maombi. Ni maombi. Sasa cheki, kwenye kile kitabu cha Luka 23:34, Yesu yupo msalabani, anawaombea watu, ajenda ya kuomba. Kumbuka ameenda pale msalabani kwa ajili ya kugeuza laana kuwa baraka. Maana ni kwa njia ya msalaba pekee ambayo Yesu alitumia kutukomboa toka kwenye laana. Angalia maombi anayoomba. Yuko msalabani anaomba. Kwa nini? Pale ndipo anapotumia kugeuza laana. Angalia kitu alichokisema. Anasema Baba, uwasamehe. Kwa nini ni wasamehe? Kwa maana hiyo sijaja hapa msalabani kwa ajili yangu mwenyewe. Niko hapa msalabani kwa ajili ya laana ya watu waliofungwa au waliohukumiwa laana. Kwa maana hiyo uwasamehe. Kwa nini? Hawajui wayatendayo. Bwana Yesu asifiwe. Fikiria kwa mfano. Kumbuka tulikotokea. Unaota ndoto, na wewe unalishwa chakula au unashirikishwa chakula cha kiroho, au unakula watu kiroho. Alafu anasema na yeye huyo alihusika kula, na yeye ni mchawi. Hujui, ulichukuliwa kwenye ndoto, huna mamlaka ya kukataa kwenye ndoto. Maana yake hujui unachokifanya, lakini kuna laana inaweza kusimama. Yesu anapoomba pale msalabani, anasema Baba, uwasamehe, maana hawajui walitendalo. Hizi laana walizohukumiwa, wamehukumiwa ndio wametenda, lakini hawajui. Wamejikuta wamefanya, hawajui. Amen. Nasema amen. Haleluya, haleluya.
Nasema haleluya, haleluya. Kwa maana hiyo kitu anachozungumza Yesu, tunatakiwa kuomba nini kwenye kugeuza? Maana yake tunatakiwa kuomba toba kwa Bwana. Ndio maana ya unyenyekevu. Hujui ama unajua au hujui kuwa hujui, lazima uende mbele za Mungu kwa toba, kwamba Mungu, sijui kwa nini hali imetokea. Inawezekana ilitoka kizazi cha kwanza, leo hii wewe hujui. Hiyo laana unatumikia hujui. Kifungo kimeingia kwenye familia hujui. Inawezekana mmoja wapo mtoto wako ameenda kwa waganga wa kienyeji, laana imekuja kwenye familia hujui. Inawezekana mume wako ameenda kutafuta kwa waganga kutafuta utajiri, amekuficha hujui. Laana inaingia kwenye familia hujui kabisa. Inawezekana ni mke ameenda kwa waganga, anaweka dawa kwenye maji unaoga. Mungu anaona wewe unaoga maji ya dawa, laana imeingia hujui. Ndio maana Yesu anasema Baba uwasamehe. Kwa nini? Laana wamepata kwa sababu hawajui wanalolifanya. Hata wananihukumu, wanafanya kitu wanachofanya hawajui. Wanajikuta wanafanya kitu wanafanya hawajui, uwasamehe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Saa nyingine kuna watu unaweza ukachukua hatua ukafanya kitu sio kwa sababu unajua, umepigwa kiini macho. Sasa unasikia tu kufanya kitu lakini hujui kwa nini unafanya. Na ndio maana Biblia inapozungumza, kuna wakati unaweza kawa unafanya biashara, unawafanyia biashara watu wengine. Wewe hujui, unaweza kusema ninafanya biashara kwa ajili yangu. Alafu cheki, huoni maendeleo kwa sababu hufanyi biashara kwa ajili yako. Yesu anasema hawajui wanachokifanya, na wala hawajui kwamba wanawatumikia watu wengine. Na ndio maana anasema ninyi ni watumwa. Kwani ni utumwa umetoka wapi? Kwa sababu kuna namna ulimwengu huu watu wanaweza kukufanya kuwa mtumwa, hujui unachokifanya. Yesu anasimama msalabani, anapogeuza laana zinazotuandama, anasema Baba uwasamehe. Kwa nini? Hawajui wanaolitenda, hata kitu wanachokifanya hawajui. Haleluya. Nasema haleluya. Kwa maana hiyo, hata mtoto wako anaweza kukutukana mama, usifanye haraka kumkasirikia, kumlani, kumsemea maneno magumu. Saa nyingine hajui. Hajui kabisa. Kabisa. Sasa unaweza kaona mtoto amekusahau. Usije ukaanza kunena maneno magumu kwamba mtoto niliyezaa mwenyewe, nimemsomesha mwenyewe, nilimvalisha kwa shida. Hajui. Sasa kuna vijana wa kiume wanapewa na limbwata na wake zao, hakumbuki mama yake tena. Wewe unaweza kaanza kumshitumu kijana yako, hajui analolifanya, amefungwa. Wewe unamuona huko duniani, unasema nina mtoto haniangalii, kumbe kwenye ulimwengu wa roho amefungwa kabisa. Hakumbuki baba, hakumbuki mama, hatambui chochote. Yesu anasema Baba uwasamehe, hawajui walitendalo. Kumbuka ni Yesu anaomba msalabani. Moja ya maombi anayoomba kwenye kugeuza laana, maana pale msalabani maandiko yanasema ndipo alipogeuza laana. Moja ya maombi ambayo aliomba kuondoa zile laana ni kwamba Baba uwasamehe, hawajui walitendalo. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Unasema namna gani? Ngoja tuanze kuona kwa mifano. Tuangalie mfano wa kwanza. Mfano wa kwanza. Mfano wa kwanza. Kwa nini Yesu anadai uombe? Uombe. Ili kugeuza laana kuna dai kuomba. Yesu aliomba msalabani. Kwa maana hiyo hata wewe ili kugeuza ile laana iondoke, hata kama hujui umehusika namna gani, jambo la kwanza ni kusema Baba tusamehe, hatujui ile laana imeingiaje, hatujui. Inawezekana tulitenda lakini hatujui tulitenda saa ngapi. Bwana Yesu asifiwe. Mfano wa kwanza ni mfano wa Hezekia. Mfalme Hezekia kwenye kile kitabu cha Isaya 38. Kitabu cha Isaya 38. Hezekia. Mfalme Hezekia. Mfalme Hezekia. Kwenye kile kitabu cha Isaya 38. 38 ule mstari wa kwanza. 38. Kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 8. Uone kitu pale, mfano huu. Uelewe kitu. Kwa nini Yesu anasema watu wakiwa kwenye laana hahitaji watu waombe, kwa sababu hawajui na wala hawajui kuwa wako kwenye laana. Kwa anahitaji watu wengine waombe kwa ajili yao. Kwa sababu laana ikimfunga mtu anashindwa kujitambua kabisa. Anakuwa ni mtu wa kujihesabia haki. Hata ukisema uombe ni kama vile unamsema mtu mwingine aombe, ni kama hakimuhusu yeye. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 38 kuanzia ule mstari wa kwanza, neno la Mungu inasema,
Siku hizo Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana. Akasema, Bwana, kumbuka haya na kusihi, kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako amesema hivi, mimi nimesikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Angalia ule mstari wa 5. Anasema, enenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu. Jambo hili liwe ishara kwako itokayo kwa Bwana, ya kuwa Bwana atalitimiza jambo hili aliolisema. Tazama, nitakirudisha nyuma kivuli madaraja 10 ambayo kilishuka juu ya duara ya Ahazi kwa sababu ya jua. Basi jua likarudi madaraja 10 katika hiyo duara ambayo limekwisha kushuka. Sikia hili neno la Bwana. Inua kichwa chako, naomba unisikilize. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni habari za mfalme Hezekia. Alikuwa ni mfalme Hezekia, ni mfalme ambaye alikuwa anamwelekea Mungu, ni mcha Mungu, anashika sheria za Mungu. Baada ya baba yake Ahazi kufa, alipokufa Ahazi, yeye akawa mfalme. Yeye ni mtakatifu, ni mwaminifu mbele za Mungu aliye hai. Maandiko nasema Hezekia akaugua, na kuugua kule kulikuwa sio kwa kupona, kulikuwa ni kuugua kwa kufa. Manake ni ugonjwa wa kifo, manake kuna laana ambayo ilimpiga Hezekia. Ile laana ilikuwa sio ya kumwacha, inadai kufa. Mungu anamjua Hezekia ni mfalme, ni mwaminifu kwake. Anamtafuta nabii Isaya, anasema nenda kamwambie Hezekia atengeneze mambo ya nyumbani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Tunza utulivu wako, naomba unisikilize kidogo, itakusaidia. Huyu ni mfalme. Mungu anamwambia Isaya kamwambie mfalme Hezekia ya kwamba ugonjwa alionao sio wa kupona. Mwambie atengeneze mambo ya nyumba yake. Kuna uhusiano gani kati ya ugonjwa alionao na nyumba yake? Unisikilize, itakusaidia. Jiulize, kwa nini Mungu anamwambia Hezekia atengeneze mambo ya nyumba yake? Maana yake anajaribu kusema ugonjwa alionao sio kwa sababu yake yeye, ni kwa sababu ya nyumba alioko. Maana urithi uliotoka kwenye hiyo nyumba, baba yake Ahazi alikuwa na agano na miungu ya jua. Kwa maana hiyo alikaribisha miungu ya jua. Kwa sababu ya kivuli cha ile miungu ya jua, akaweka agano na taifa la Israeli kwamba miungu ya jua ndio itakayokuwa inatawala. Sasa Hezekia anakuja anamwabudu Mungu. Miungu ya jua ikamkasirikia Hezekia, ikatoa laana. Kwa nini? Kwa sababu mfalme aliyetangulia alikaribisha miungu ya jua ambayo aliweka agano na mfalme wa Ashuru. Ilikuwa ni miungu ya Ashuru, ile miungu ya jua. Maandiko nasema Hezekia anamtafuta Mungu. Mungu hajaingilia kati kumwokoa Hezekia. Kwa nini? Kilikuwa ni kitu cha kiagano. Si mnakumbuka tulikotokea? Baba yake alichagua miungu mingine, miungu ya mauti, miungu ya laana, kukaa juu ya nchi. Maandiko nasema Hezekia hajui. Hezekia anaingia pale, ugonjwa unaingia.
Mungu ameshindwa kumtetea. Kwa nini? Agano la kimiungu, laana ikitokea Mungu ametoa hukumu. Ugonjwa huo hakuna namna Mungu anaweza kaingilia. Asema nimwambie Isaya, akamwambia tengeneze mambo ya nyumbani mwake. Maana yake Mungu anaweza akaona laana ambayo unapigwa unasumbuka imetoka kwenye lango la nyumba ya baba yako, lakini Mungu asiingilie kati. Kwa nini? Kama baba yako alitafuta miungu mingine, wewe unamwabudu Mungu aliye hai, wewe na hakika kuna kuwa na vita malangoni kati ya Mungu wako na Mungu wa miungu ya nyumba ya baba yako. Hezekia anaambiwa na Isaya, maandiko yanasema Hezekia kitu kilichomsaidia kugeuza ile laana, alikuwa ni mnyenyekevu. Hakusema tu kwa sababu mimi ni mfalme. Maandiko yanasema akaugeukia ukuta, akaanza kumwomba Mungu, ni mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Mungu anasema mwambie mfalme Hezekia atengeneze mambo ya nyumba yake. Tunaanza kuangalia namna ya kutengeneza, maana yake kugeuza ile laana iliyokuwa imemjiria mfalme Hezekia ya ugonjwa. Maandiko yanasema akageukia ukutani. Angalia maombi anayoomba. Anasema Mungu, angalia jinsi nilivyoenda mbele zako. Nilienda kwa uaminifu, sikutenda dhambi kabisa. Maana akicheki namna hii hajatenda dhambi hata moja. Kwa nini ugonjwa umenipata? Kwa nini hii shida imenipata? Kwa nini shida imenipata? Nimeenda mbele zako kwa unyofu, sijakengeuka. Maandiko yanasema Hezekia aliomba kwa Mungu kiasi cha kulia machozi. Ni mfalme anaomba na analia machozi. Angalia, Mungu alisikia maombi ya Hezekia. Anarudi kwa Isaya nabii, anasema Isaya, naam, kamwambia Hezekia ya kwamba nimesikia maombi yake, na sio maombi yake tu, nimeona na machozi yake. Haleluya. Nasema haleluya. Kwa maana hiyo kitu ambacho Mungu alikuwa anataka kwa Hezekia, alikuwa anataka maombi, na sio maombi peke yake na machozi. Amen. Kuna mtu ananisikia kitu ninasema? Maana yake kama huyu amehukumiwa na Mungu ugonjwa wa kufa, kitu gani kinachoweza kuondoa ile laana ya ugonjwa wa kufa kwa Hezekia? Maana yake akajinyenyekeza kwa Bwana. Alipojinyenyekeza kwa Bwana, hatua ya pili aliingia kuomba. Kwa sababu kugeuza laana si tu kujinyenyekeza kwa Bwana. Unapojinyenyekeza, hofu na huzuni iliyoingia ndani ya Hezekia kiasi cha kumiminika machozi kilimtaka aende mbele za Mungu kuomba. Na maandiko yanasema Hezekia, mfalme Hezekia aliingia kuomba. Na alipoomba kwa Bwana, Mungu alisikia maombi yake. Na Mungu hakutaka tu maombi itaka na machozi. Na ndio maana nasema mwambie nimesikia maombi yake na machozi yake nimeona. Maana yake nimetaka maombi, lakini nimetaka na machozi pia ya kwake Hezekia. Amen. Kwa maana hiyo anajaribu kusema kuna aina ya laana ili zigeuzwe, Mungu atadai uombe, na sio tu kuomba, Mungu atadai na machozi yako. Ni Mungu anamwambia Isaya, cheki, anasema nitamuongezea miaka 15. Maana yake ugonjwa alionao, ile laana ilikuwa ni kwamba afe. Maana kaliwekewa na miaka, ule ugonjwa ukaondoka, Mungu akamuongezea miaka 15. Anasema mwambie dalili na ishara ya kwamba mimi Mungu nitafanya haya. Mwambie. Anajaribu kuamwambia kwa nini amepata ule ugonjwa. Anasema baba yake Ahazi wakati wa duara, maana uongozi wake wa kipindi cha ufalme wake Ahazi, baba yake alikaribisha miungu ya jua kwenye duara yake. Kwa sababu ile kile kivuli kilifunika ndicho ambacho kilikuwa kinafanya vita na mfalme Hezekia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo anamwambia nitakirudisha kile kivuli madaraja 10. Maana miaka 10 ilipita ya uongozi wake. Ilishuka miaka 10 kabla ya Hezekia anaingia, na kile kivuli kinaendelea. Mungu anasema nitakirudisha nyuma kile kivuli. Kwenye uongozi wake nitakifunga, kwenye uongozi wako nitakiondoa kile kivuli. Maana nitaondoa ile miungu ya jua, haitatawala juu yako. Kwa maana hiyo haitashindana na wewe. Maana yake ni nini? Kama baba yako alialika miungu mingine, au mume wako amehitaji miungu mingine, uwe na uhakika hata wakati wa urithi wako ile miungu bado inatawala, inafanya vita na wewe. Kwani unatumia Mungu mwingine, unamwitia Mungu mwingine, wakati baba yako aliitia miungu mingine kwenye ile nyumba na umerithi. Nenda kwenye familia, umetambika miungu mingine kwenye nyumba, alafu wewe unaenda kumuitia Yesu mwingine kwenye nyumba. Kuna kuwa na vita malangoni.
kati ya Mungu aliyekaribishwa kwa matambiko na wewe unayemwabudu na kumwomba, kuna kuwa na vita. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwambia Hezekia, maombi yako na machozi yako yatanifanya mimi Mungu niondoe hicho kivuli, maana yake niondoe hiyo miungu ya jua. Nini? Maombi. Amen. Nasema amen. Nasema amen. Nasema tena amen. Kwa nini machozi? Kwa nini Mungu anasema nimeona machozi? Machozi yana kitu gani ndani yake? Sio maombi peke yake, anasema machozi. Angalia kwa mfano kitabu cha Yeremia 9. Kitabu cha Yeremia ile sura ya 9 kuanzia ule mstari wa 17, kuanzia ule mstari wa 17 mpaka ule mstari wa 22. Ukipata nafasi ya kusoma kwa haraka, Biblia inasema, Bwana wa majeshi asema hivi, fikirini ninyi mkawaite wanawake waombolezao ili waje, mkatume na kuwaita wanawake wenye ustadi ili waje, na wafanye haraka na kutuombolezea ili macho yetu yachuruzike machozi. Angalia ule mstari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo hawa ni wazee, kwa lugha nyingine ni wanaume. Ni wanaume wanatuma, wanatafuta wanawake wanaweza kuomboleza, waje waomboleze. Kwa ajili ya nini? Machozi yao, macho yao yapate kuturuziza nini? Machozi. Amen. Nasema amen. Inua kichwa chako nitazame. Inua kichwa chako nitazame. Kuna kitu hujakiona. Kuna kitu Mungu anataka ukione hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tega sikio, uwe na uhakika unaniangalia usoni. Amen. Anasema hivi, na wafanye haraka kutuombolezea ili macho yetu yachuruzike machozi na kope zetu zibubujike maji. Maana sauti ya maombolezo imesikika toka Sayuni, jinsi tulivyotekwa, tulivyofadhaika sana, kwa sababu tumeacha nchi, kwa kuwa wameangusha makao yetu. Lakini lisikie neno la Bwana, enyi wanawake, na masikio yenu yapokee neno la kinywa chake. Mkawafundishe binti zenu kuomboleza, na kila mmoja jirani yake kulia, kwa maana mauti imepandia madirishani mwetu, imeingia majumbani mwetu, ipate kuwakatilia mbali watoto walio nje na vijana katika njia kuu. Nena Bwana asema hivi, mizoga ya watu itaanguka kama samadi juu ya mashamba, na kama konzi ya ngano nyuma yake avunaye, wala hapana mtu atakayekusanya, wala hakuna mtu atakayekusanya. Huyu ni Yeremia anazungumza kwa neno la Bwana. Wamesikia, wameona kitu cha laana ambacho kimekusudia mauti. Mbiu imepigwa. Wanaume hawawezi kuomba peke yao, kwa sababu kuomba tu kitu ili Mungu ageuze laana hahitaji tu kusikia maombi ya peke yake. Wanajua siri ya namna ya Mungu kumfanya ageuze laana kuwa baraka, atuondolee hiyo laana. Mungu atadai machozi. Hawa wazee wakajua, na wanajua ya kwamba wao wenyewe hawawezi kulia. Si unajua wanaume hawawezagi kulia, hata wapite mahali pagumu namna gani hawezi kuonekana analia. Hawa wazee wanasema hatuna machozi. Kwa maana hiyo maandiko yanasema tutafutie wanawake wanaweza kuomboleza, maana yake kulia. Wakilia watufanye na sisi tulie, maana yake tupate upako wa kulia. Sijajua lugha nzuri ya Kiswahili, lakini kule kwetu bakabi ikitima kibage. Sijajua Kiswahili kizuri ni nini. Wapate upako, au kama kuna mtu analia, kuna namna anakuambukizia ile huzuni ile huzuni ya kulia, unakuta unamhurumia na we machozi yanaanza kukutoka. Kwa maana hiyo wao hawawezi kulia, kutoa machozi, kulia mbele za Bwana na kuomba. Asema ili tuombe, na Mungu anahitaji machozi ili kugeuza laana kuwa baraka. Tunahitaji wanawake ambao wana uwezo wa kuomboleza na kulia kwa namna ambavyo na sisi wanaweza kutufanya tulie mbele za Mungu. Kwa nini? Mungu anahitaji machozi. Ndio maana anamwambia Hezekia ya kwamba nimesikia maombi yako, nimeona na machozi yako. Kwa maana hiyo kuna namna Mungu hawezi kugeuza laana yako, ni mpaka aone machozi. Amen. Nasema amen. Wangapi hapa wameomba na kulia mbele za Mungu?
Mwandishi wa kitabu cha Zaburi anasema, Mungu, je, chupa yangu huko haijajaa machozi? Niangalizie. Maana yake kuna namna unaweza kuwa unalia machozi yako hayajajaa kwenye chupa mbinguni. Kuna siri gani kwenye machozi? Mungu anataka aone machozi ili ageuze laana. Kwa maana hiyo hajaona machozi, kuna namna hawezi kugeuza laana. Kwa Hezekia anasema nimeona machozi. Maana yake machozi yako yamejaa kwenye chupa. Si tu maombi unayoomba, lakini na machozi. Kwa maana hiyo kulia si ujinga. Kulia maana yake kuna namna inamshawishi Mungu afanye zaidi kuliko tuombavyo. Kwa nini? Kama Mungu anasubiri aone machozi, maana yake kuna chupa kwenye ulimwengu wa roho. Unapopita pagumu na unamlilia Bwana, uwe na uhakika hayo maombi na hayo machozi yako mbele za Bwana. Sasa unisikilize. Usije ukawa unalia nje ya Bwana ukafikiri machozi yako yako mbele za Bwana na yako kwenye chupa ya Bwana. Inawezekana yako kwa shetani. Anasema, je, machozi yangu hayako kwako? Maana yake ninakulilia Bwana. Huku duniani hakuna anayeweza kuondoa hii laana, ninakulilia wewe. Maana haya machozi yangu Mungu yafike kwako. Kwenye chupa yangu yahifadhiwe. Unapoomba unamwaga na machozi. Anasema hao wanaume wanasema, tunaomba jamani mtuitieni. Sasa swala linakuja, ni akina mama wangapi wanajua kuomboleza? Fikiria, laana imeanguka kwenye mji huu. Kuna corona, tauni imekuja. Ili Mungu aondoe hiyo tauni, anahitaji watu si tu kwamba waombe, wali kwa Bwana. Okay, wengine hatuna upako wa kulia. Mpaka tutafute kitunguu tukate machozi anze kutoka ndo tuombe. Sasa wanawake, je, tunajua kuomboleza? Ukiomba hapa unashawishi na wengine waombe? Halo. Swali la kwanza. Swali la pili, je, tumewafundisha binti zetu kulia, kuomboleza? Wanajua? Kwa lugha nyingine wanajua kulia misiba? Akianzisha kulia msiba kwa sababu ya huzuni aliyonayo na maneno anayosema kwenye kulia, kunamfanya mtu mwingine kumwambukiza na yeye analia. Je, kuna mabinti wanaweza kuomboleza na kulia mbele za Bwana? Mahali pagumu unapopita, mahali familia inapita pagumu, mahali ukoo unapita pagumu, wanahitaji mabinti, wanahitaji akina mama wanaweza kulia na kumwomboleza, ili wanaume na wao waweze kulia na kuomboleza mbele za Bwana. Hao wanaume na gundua wao hawana upako, maana wamejitahidi kuomba machozi hayako. Sema tutafutieni wanawake walie mbele yetu na sisi tutulize machozi yetu, kope zetu zitoe maji. Kwa ajili ya nini? Maana yake tumeomba, Mungu hajasikia kuomba kwetu, anahitaji kuona machozi. Wamejua hizo mbinu wa Israeli. Kwa maana hiyo, ili Mungu ageuze laana inahitaji maombi, lakini maombi ambayo yataachilia machozi. Mungu anamwambia Hezekia, nimeona machozi yako. Nimesikia maombi yako, lakini nimeona na machozi yako. Nazungumza kwenye laana. Laana haihitaji tu maombi kuomba Mungu nisamee, anahitaji kuona na machozi. Amen. Nasema amen. Naona kuna watu ni kama wanagoma. Kwa maana hiyo, kuomba sio kalama, kuomba ni kazi. Sema ni kazi. Sema ni kazi. Kuna watu ni kama hawajanisikia. Sema kuomba ni kazi. Sio karama. Unaweza kusema mimi sina karama ya kuomba. Ni utayari kutoka ndani kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tena haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Angalia tena Waebrania 5. Waebrania 5. Ule mstari wa 7. Kitabu kile cha Waebrania. Kitabu cha Waebrania. Ile sura ya 5. Ule mstari wa 7. Sura ya 5. Ule mstari wa 7 anasema, yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, manake katika laana, na kumtoa katika mauti. Maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Na ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Kitu gani anajaribu kuzungumza hapo? Hizi ni habari za Yesu mwenyewe, kwamba Yesu ili apate kuokoa watu au kuwaponya watu au kufufua watu, pamoja na kwamba alikuwa ni mwana wa Mungu, alikuwa ni Mungu. Mungu alikuwa hamjibu kwa sababu ni mwana wa Mungu.
alikuwa anamjibu kwa sababu alikuwa anaomba na kulia na kutoa machozi. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anataka kuwatoa kwenye laana ya mauti, laana ya magonjwa. Kwa maana hiyo, njia pekee ili Mungu aguse watu na kuponya watu, atahitaji watu ambao wataomba, lakini si tu kuomba, anataka kuona na machozi. Kama Yesu mwenyewe alilia, Yesu mwenyewe alitoa machozi, mimi na wewe ni nani? Unataka mtoto apone? Yesu kwa mtu ambaye anataka apone alikuwa anaomba na kulia na kutoa machozi. Wewe mtoto wako anaumwa, hata kufunga, hata kuomba, hata kutoa machozi, hata kulia hakuko. Yesu alikuwa analia. Niko nakuonyesha kwa nini Mungu tangia kitabu kile kule Agano la Kale, mbinu hii ya kugeuza laana adai kuomba, lakini kuomba kuna kuachilia machozi. Kwa nini? Kwa sababu Yesu mwenyewe anapofika kwenye hatua ya kugeuza laana kwa baraka, alikuwa anatakiwa kuomba, pamoja na kwamba alikuwa ni mwana wa Mungu, lakini kuna wakati alikuwa anajitenga, naomba na anamwaga na machozi. Kwenye kile kitabu cha Luka 22 kuanzia ule mstari wa 39 niliyokusomea, alipokuwa anaomba anajitenga, maandiko yanasema aliomba kwa machozi akilia kwenye milima ya Mizeituni, akiomba kugeuza laana kwa baraka ili aweze kuenda msalabani. Maandiko yanasema kwa kuwa alikuwa katika dhiki, aliomba sana kwa kuugua, hali yake ikabadilika kuwa kama tone ya damu. Maana yake aliomba mpaka jasho likatoka, na lile jasho lilipotoka wa roho haikuwa tu kama jasho la kawaida, ilikuwa kama damu inaachiliwa. Wangapi tumeomba na damu ikatoka? Wangapi tunaomba na jasho likatoka? Mwingine ukisema omba, anaanza kuangalia nisi nikaanza kunuka kikwapa, ngoja niombe kiustaarabu. Anaomba kidogo, anafuta na kajasho. Kwani lazima hata nikiomba hivi hivi Mungu anasikia? Yesu aliomba na jasho likatoka. Maana tunaweza tukajitungia kwamba hata nikiomba hivi Mungu anasikia. Okay, sawa, anasikia. Lakini Yesu, kuna aina ya maombi kwenye kugeuza laana, sio kitu chepesi. Ni rahisi kucommit, kuingia kwenye laana, kutenda kitu kinachosababisha laana, lakini kutoka kwenye laana si kitu chepesi. Yesu alilia na kuugua na kutoa machozi kwa ajili ya watu wanaotaka waponywe, watolewe kwenye laana. Alilia, ikamgharimu mpaka kwenda msalabani. Wewe unaambiwa omba, unaanza kuangalia watu, huwezi ukaomba. Yesu asema okay, unaomba, nataka kuona na machozi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema haleluya. Najaribu kukuonyesha mfano tu. Huyu ni Yesu Bwana. Maana ya Bwana manake yeye ni kiongozi, ni mmiliki. Kama yeye alilia, wewe ni nani usilie? Manake kuna mahali uwezo ukatoka, ni mpaka upate nafasi ya kuomba na kulia. Mfalme Hezekia alilia, aliomba, Mungu akageuza laana. Ukilia na kuomba kwa Bwana, chupa yako ikijaa machozi mbinguni, uwe na uhakika Mungu anaweza kukutoa kwenye hiyo laana na kwenye hicho kifungo cha laana. Amen. Nasema amen. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka si tunajifunza hapa, ndo tunajifunza sasa. Tunaona Yesu alifanyaje, wenzetu walifanyaje. Ngoja nikupe mfano mwingine wa pili, alafu tuende mbele za Mungu tukaombe. Mfano wa pili, maana tumeanza kuona mfano wa Hezekia kwenye kuomba kugeuza laana kwa baraka. Tuangalie mfano wa pili kutoka kwenye kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana, ile sura ya 12. Ufunuo wa Yohana, kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana, kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana, ile sura ya 12. Ufunuo wa Yohana, ile sura ya 12, kuanzia ule mstari wa 7. 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 Uone kitu cha ajabu kidogo pale. Mfano wa pili, mfano wa pili. Mungu anaangalia, kuna mtu hapa anataka kugeuza laana kwa baraka. Anakupa, unajifunza, unafundishwa, unapoomba. Kuna wakati tu unatakiwa ukae. Mungu anadai kuona kitu cha huzuni kinachokupelekea kuomba kwa kuachilia machozi. Ndio maana nasema mtu huyu ndiye nitakayemwangalia mnyonge, maana anadai machozi. Kwa mtu mwenye huzuni, kuna kitu cha machozi kitakachoachiliwa kwa ajili ya kuhakikisha unapata neema ya kukusaidia kugeuza laana kwa baraka.
Ufunuo 12 kuanzia ule mstari wa 7, neno la Mungu linasema hivi: kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakuwashinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, au danganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi. Malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu. Sema kumekuwa wokovu. Sema kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu, na ufalme wa Mungu wetu, na mamlaka ya Kristo wake. Tupozi kidogo. Kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu. Angalia, ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu. Unakumbuka tulikotoka, si ndio? Ilitokea laana, lazima kuweko na mshtaki. Na Shetani nilikwambia ni afisa wa mahakama ya mbinguni. Kwa maana hiyo anawasaidia watu wa upande wake kupeleka mashtaka kwa Mungu. Kwa Shetani ni mshtaki wa ndugu, maana yake mimi na wewe, anayetushitaki ni Shetani, kuhakikisha tunaingia kwenye laana. Amen. Amen. Anasema kwa sababu ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye washitakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Yeye washitakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku, mchana na usiku, mchana na usiku. Ule mstari wa 11 anasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Sema nao wakamshinda. Sema nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Anaposema hawakupenda maisha yao hata kufa, alikuwa anazungumza juu ya laana. Hawakupenda kwamba maisha yao yaingie kwenye laana, kupatikana na mauti kwa sababu ya laana. Amen. Sasa ngoja nieleze kidogo hapa. Ngoja nieleze kidogo. Biblia inazungumza juu ya vita vinavyopiganwa kwenye ulimwengu wa roho mbinguni, kati ya malaika walioko upande wa Yesu Kristo na malaika walioko upande wa Shetani, kwa ajili ya vita vilivyoko duniani. Haleluya. Nasema hivi, nilikwambia Mungu ni hakimu. Mungu ni hakimu. Shetani na Yesu ni maafisa wa mahakama ya Mungu mbinguni. Hilo lazima ukumbuke. Yesu kwa upande mmoja kuna anaowatetea, Shetani kuna anaowatetea. Ni wakili wa watu wake, Yesu ni wakili wa watu wake. Maandiko yanasema hivi, maandiko yanasema hivi, mbinguni kulikuwa na vita kati ya jeshi la Shetani na jeshi la Yesu aliye hai. Kwa nini? Kwa sababu Shetani anapeleka mashtaka ya kuwashtaki watu wa Yesu Kristo mbele za Mungu ili wapatikane na laana. Kuna mtu amenisikia kitu nimesema? Nasema hivi, Shetani hana vita na Yesu, au Shetani hana vita na malaika Mikaeli na jeshi lake, hana vita. Kama anavyo vita ni kwa sababu malaika Mikaeli anapigana kwa ajili ya watu ambao wanashtakiwa na Shetani. Ngoja nirudie. Nasema hivi, vita vinapiganwa kwenye ulimwengu wa roho. Unaelewa kitu ninachokisema? Okay, wangapi walikuwepo jana? Vita vilikuwa vinapiganwa mbinguni. Amen. Kuna vita hapa, tuko hapa tunahubiri injili. Kuna watu ambao hawapendi injili iendelee kuhubiriwa, neno liendelee kuhubiriwa. Hivi vita vinapelekwa mashtaka mbinguni. Kwa vita vinapiganwa kwenye anga. Kwa vita vilitoka kwenye ardhi, kwenye nchi, vikahamia kwenye mbingu. Vita vikaanza kupiganwa kwenye mbingu. Maandiko nasema Mikaeli na malaika zake wanapiga vita na malaika wa Shetani na Shetani. Kwa ajili ya nani? Watakatifu wanaoshitakiwa mbinguni walioko duniani. Kwa ajili ya nini? Walaaniwe, maisha yao yafe, kusudi lao life, kazi ya Mungu isiendelee duniani, mapenzi ya Mungu yasifanyike duniani. Maandiko nasema Shetani anawashitaki usiku na mchana mbele za Mungu aliye hai, watakatifu wa Mungu walioko duniani. Haleluya, haleluya. Nasema haleluya, haleluya. Sasa cheki, vita vinapigana duniani. Hawa wateule wanaoshitakiwa ni
ni mimi na wewe tulioko hapa, kwamba huyu hana haki ya kupokea wokovu, anashtaki. Unajua aliua jana, unajua alienda kwa waganga wa kienyeji, huyu naye hana haki ya kusimama hapa kupokea wokovu, unashitakiwa kule. Hana haki ya kufanikiwa huyu. Kwa nini? Ameharibu hapa. Unapambana wewe kwenye maisha yako ufanikiwe, kuna maadui zako wanapeleka mashtaka mbinguni, na shetani ameshikilia mashtaka mbele za Mungu. Huyu hatakiwi kufanikiwa. Kwa nini? Ameua. Huyu hatakiwi kufanikiwa. Kwa nini? Ana dhambi. Yesu anasimama anasema, sawa, pamoja na kwamba ana dhambi, ndio maana mimi nilikufa kwa ajili yake. Haleluya. Shetani anataka ufungwe, hukumiwe laana. Yesu anasema nilikufa kwa ajili yake. Orobo shandaraba shata. Anasema huyu ni mchawi. Yesu anasema nimekuja kwa ajili yake ili asiwe mchawi tena. Yesu alipokaa na wenye dhambi wakawashtaki kwa wanafunzi, akasema angalieni mwalimu wenu anakula na wenye dhambi. Yesu akasema sikuja kwa watakatifu, nilikuja kwa wenye dhambi ili wasiwe na dhambi tena. Haleluya, 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 haleluya. Ufunuo Yohana anaona vita vinaendelea. Kwa ajili ya nini? Kuna mashitaka. Kuna watu wanakushitaki hapa. Akwambia wewe una dhambi sana. Ule mkutano ni mkutano wa walokole. Akwambia kwani tumekatazwa sisi kwenda? Utasikia ule ni mkutano wa Luteri. Kwani sisi tumekatazwa kwenda? Ni mashitaka kwenye ulimwengu wa roho. Unashangaa adui akwambia ule mkutano sio wa kwenu. Huko nje ni wa wote. Kuna mashtaka, na kuna wengine wameshitakiwa, wamenyamazishwa kimya, wameshindwa hata kuja, lakini ndani yao wana nia ya kuja. Wanaanza kuhesabu makosa yao, maovu yao. Yesu anasema nimeenda mpaka msalabani kwa ajili ya laana, kwa ajili ya dhambi zao. Wengine wanasema nimetenda dhambi sana, sijui hata kama Mungu atanisamehe. Yesu anasema nalikuja, hakuna hata mmoja aliyekuwa ni mtakatifu aliyenifanya nije. Nimekuja kwa sababu ya dhambi. Dhambi sio kikwazo cha kukutenga wewe na Mungu aliye hai. Yesu anakuja kututetea. Na ndio maana wakati shetani anafanya vita mbinguni, Yesu akasimamisha naye majeshi yake ya kwamba mpingeni shetani, fujo zake zinyamaze. Kukaanza vita mbinguni. Haleluya, haleluya. Cheki kitu gani kilichosababisha Mikaeli ashinde vita mbinguni? Sio kwa sababu ni shujaa, ni kwa sababu ya watu walioko mbinguni hawakuacha kuomba. Amen. Ngoja nizungumze kwa lugha hii. Anasema shetani anapopeleka mashtaka anakutana na vita. Kwa nini? Kuna hoja zinatoka huku duniani kwamba Yesu tunashitakiwa, adui anataka kutulani, kuua maisha yetu, tusifanikiwe, tusikuabudu wewe, tusikujue wewe. Anasema angalia, wewe ulikufa kwa ajili yako, ulimwaga damu yako, basi damu yako itutetee. Wale watu wanasimama kwamba Yesu angalia kazi yako ya msalaba, ile damu yako uliyomwaga msalabani sio bure. Maandiko yanasema ile maombi ya watakatifu wanayoomba duniani yakapata kibali mbele za Bwana. Yale maombi wanapoomba yakawafanya wale malaika waendelee kupigana. Hawakuacha kuomba, malaika hawaachi kupigana. Vita kesi inaendelea, inaunguruma, majeshi yanapigana kwenye ulimwengu wa roho. Ninahubiri hapa kwenye ulimwengu wa roho kuna vita vinaendelea kwa ajili yako. Orobo shandaraba shata. Haleluya, haleluya. Ndio maana nakwambia sio bure. Yesu anasema ombeni. Hawa hawakuacha kuomba, wanachilia damu ya Yesu. Yesu tunajua ulimwaga damu yako kwa ajili ya kuondoa laana zetu. Tunajua adui anatushitaki. Hata tu dhambi tunazotenda hatujui, tunajikuta tunafanya dhambi. Yesu ingilia kati. Yesu ingilia kati. Yesu ingilia kati. Wanaomba wanyamazi. Wanaomba asubuhi, wanaomba mchana, wanaomba jioni, wanaomba usiku, ya kwamba Yesu angalia hatuwezi. Yesu anasema sitaacha. Vita vinaendelea mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Cheki. Maombi ya watakatifu hawa wanadamu kama sisi tulioko duniani yanasababisha, yanawapa nguvu malaika kuendelea kupigana vita. Kwa nini? Malaika Mikaeli apigane vita kwa ajili yako kwa sababu unamuomba. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema tena haleluya. Ngoja nikupe mfano. Ningekuwa na muda ningekupa na mfano na mwingine wa Danieli. Wamewekwa utumwani, laana imeanguka juu yao. Danieli anaanza kuomba. Mungu anasikia maombi ya Danieli na machozi anayoomba Danieli. Maandiko yanasema siku Danieli anaanza kuomba, Mungu akasikia, akaona na machozi ya Danieli, akapeleka malaika kwa ajili ya kupeleka majibu kwa Danieli kwa habari ya kutoka na kutolewa kwenye laana kwa sababu ameomba. Maandiko yanasema mfalme wa Uajemi akampinga malaika Gabrieli asipeleke majibu ya Danieli na taifa lake utumwani, watoke utumwani. Akazuia siku 21 mpaka siku 21. Danieli hakuacha kuomba. Kwa namna ambavyo hakuacha kuomba, malaika waliendelea kupigana. Akaja malaika
aliendelea kuomba. Ukinyamaza kuomba, malaika wananyamaza kukupigania. Unapoomba unafanya malaika waingie kukupigania. Amen. Haleluya. Nasema haleluya. Daniel alipoendelea kuomba, maandiko yanasema Mikaeli akaendelea kupiga vita dhidi ya nani? Wafalme wa Uajemi. Wanapinga majibu. Ufalme wa Mungu usije kuwakomboa wale watu, kuachilia uzima na baraka kwenye maisha yao. Maandiko yanasema Mikaeli alipokuja kupigana vita, Gabrieli akapata upenyo, akachomoka, akaenda kwa Danieli. Danieli, unayependwa na Bwana, Mungu amesikia kuomba kwako siku ya kwanza. Maana yake maombi yako yalikuwa na machozi. Mungu amesikia kuomba kwako. Ameona na machozi yako, amenituma ya kwamba habari za majuma 70 endelea kuomba, mtatoka hapa. Lakini kama hamuombi hamwezi mkatoka. Kwani hao watu hawana mpango wa kwamba mtoke leo. Kwa maana hiyo, siku zako Mungu anaweza kawa na mpango wa kutoka kwenye hiyo laana, lakini kuna watu wameshikilia hiyo laana yako usitoke. Kwa maana hiyo, kuna watu wanachungulia kila siku, wanachungulia lengo lao uendelee kulia, uendelee kuishi maisha magumu, uendelee kuishi maisha ya ufukara, uendelee kukaa kwenye laana. Wao ndio furaha yao. Wasema tuone wanafurahi. Mungu anamwambia Daniel, dumu katika kuomba. Majuma 70 yameamuliwa. Kwa maana hiyo, mpango wa Mungu ni kukutoa, ni kuwatoa kwenye laana, lakini kitu kinachoweza kukusaidia ni maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na ndio maana kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili 7:15 anasema, sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikia maombi ya kila mtu ambaye mahali hapa. Wanaotafuta ufalme wa Mungu ni watu waliotoka kwa jina la Bwana. Lakini ili kugeuza laana ya kila mmoja, manake aombaye hapa, nitashughulika na laana yake, nitaponya na shamba lake. Anaposema nitaponya nchi, ukisema Biblia Kiingereza inasema land, haijasema state, imesema land. Haijasema country, imesema land. Manake ardhi yako yenye mipaka halali kama imelaniwa kwenye ulimwengu wa roho. Unapoomba kwa Bwana, unaposema Mungu samehe, ni kweli nimelaniwa, ni kweli adui ananishtaki maisha yangu yafe, ardhi yangu ife, sitoe matunda, nasema Mungu ingilia kati. Mungu anasema nitaponya na nchi yake, manake nitaponya na ardhi yake. Mungu yuko tayari kuponya shamba lako. Mungu yuko tayari kuponya duka lako. Mungu yuko tayari kuponya nyumba yako. Ni maombi yako. Asema kila ambaye mahali hapa. Hezekia aliomba, Mungu akamsikia, akamwongezea miaka. Inawezekana ugonjwa ulionao, asema mimi nitakufa kesho. Mungu asema no, nilijua ugonjwa ulionao sio wa kupona, lakini kwa sababu umeomba na maombi yako umetoa na machozi, mimi Mungu nitageuza hiyo laana, nitakuongezea na miaka 15. Haleluya. Wakati sema huyu tutaona kama mwaka huu utavuka, unashangaa Mungu anasema una miaka 15 mbele. Sitaona kama ataendelea na biashara, watashangaa biashara yako inaendelea. Kwa nini? Kuna mahali uliomba tena kwa machozi, Mungu aliondoa laana. Wanapolani, Mungu anaendelea kupiga vita dhidi ya maadui wanaokulani usiku na mchana. Na saa nyingine ni wale wa nyumbani mwako, marafiki zako sio wajua, wanaendelea kukulani. Mungu atashughulika nao. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Wengine inawezekana ni akina Hezekia, baba zetu alikaribisha miungu mingine. Tunakutana na magonjwa, tunakutana na shida, tunakutana na dhiki. Mungu anasubiri kuona maombi yako, anasubiri kuona machozi yako. Anasema nimeona machozi yako. Yesu aliomba na kutoa machozi. Wewe sio zaidi ya Yesu. Yesu alikuwa ni Mungu, alilia na kutoa machozi. Anakudai wewe. Laana iliyo juu ya watoto wako, iliyo juu ya ndoa yako, iliyo juu ya familia yako, iliyo juu ya taifa, iliyo juu ya kabila lako, iliyo juu ya ukoo wako, Mungu anaweza kufanya kitu, lakini anasubiri kuomba kwako. Mungu anamwambia Isaya, usiende kumwombea Hezekia, lakini mwambie atengeneze. Maana nataka nimsikie yeye na shetani ajue ya kwamba huyu hataki maisha yake kufa. Maandiko yanasema hawakutaka maisha yao kufa. Kwa maana hiyo walizidi kuomba sana. Katika damu ya Yesu Mungu aligeuza ile laana. Utakapoendelea kuomba, iko damu inaachiliwa kwenye ulimwengu wa roho. Yesu alipokuwa anaendelea kuomba kwenye ulimwengu wa roho, damu iliendelea kumwagika. Lakini cheke alipokuwa anaomba, alikuwa anaomba katika nguvu. Maana yake ili uombe na damu ya Yesu mwagike na machozi yaturuzike, Mungu atadai nguvu. Maandiko yanasema Mungu akamtia nguvu na alizidi kuomba katika nguvu, kwa kuwa alikuwa katika dhiki. Haleluya, haleluya. Maana yake Mungu ili ajibu atahitaji uombe
kwa machozi, lakini si tuombe kwa machozi, anasema katika nguvu. Waefeso 3:20 anasema atukuzwe Mungu afanyaye mambo makubwa mno na ya ajabu mno zaidi ya tuombavyo na tuwazavyo, kwa kadiri ya nguvu. Maana yake ili Mungu ajibu maombi yako zaidi unavyoomba, ataangalia nguvu unayotumia kwenye kuomba. Maana akatadai uombe kwa nguvu, si tu kuomba kwetu, anasema kwa kadiri ya nguvu. Maana kinachoamua Mungu ajibu kugeuza laana kuwa baraka, kukutwa kitu ambacho kilikuwa kimezuiliwa kwa muda mrefu, ni maombi, na maombi ambayo utaomba kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Wengine kuomba kwako hapo kutaamua kuondoa laana ya familia, ya ukoo. Utaomba hapa, ile laana ya ukoo itaondoka. Anayeomba ni mmoja, ni wewe. Unashangaa ndugu na jamaa wanabadilika, familia inafunguka. Watoto wako maisha yalikuwa ni magumu, Mungu atakutazama ukiomba hayo machozi. Unaomba kwa ajili ya nani? Yesu hakuomba tu kwa ajili yake, aliomba kwa ajili ya wale waliokuwa wanataka waokolewe, wakombolewe. Mungu akafanya hivyo, kuwatoa katika mauti na kuwaponya. Kwa maana hiyo mimi na wewe tunaweza tukalia, tunaweza tukaomba kwa ajili yetu wenyewe, kwa ajili ya nyumba zetu, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya waume zetu, kwa ajili ya ndugu zetu, kwa ajili ya biashara zetu. Mungu akasikia. Mungu si mwanadamu ataseme uongo, yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako. Simama.